glorious things in your life, he will always expose you. Atakuexpose kwa mambo mengine ambayo unayajua, na utakuwa na kipindi cha kufunzwa mambo mapya na Mungu. Amen. Mungu anakuweka mahali ambapo utajionea mambo ambayo ita shape your head. Amen. Asante. Now you see, kila huyu anataka kununua, nige huyu anataka kununua. Sababu dunia yetu imetoshea wapi? Hapo. Hapo ukinunua vitu unatembea na troli ukiangalia za wengine. Hii ni nini? Tembea. Na hii ni nini? Nisomea Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. Mkiwa tayari kunitii, ikiwa mtakuwa tayari kutii, mtakula mazao mema ya nchi. Mtakula mema ya nchi. Hallelujah. Amen. So mema ya nchi, mtu akingoja. Mema ya nchi ni gani? The best. Amesema the best. Yes. Sasa ikiwa hata ujui hiyo the best ni gani, utaikula aje? Ambia mwenzako lazima tutoke kwa gunia. Lazima tutoke kwa gunia. Hii uoga mpaka umejifungia kwa kijiji yenu, uko Nairobi huku, lakini hata rafiki unatafuta tu mtu wa kijiji yenu. Mtu wa kijiji yenu ndio juu akili inaogopa sana kuvuka ile mipaka tuliyotewa ushago. I'm very much in spirit and I know what I'm saying. Yes. Most of us, we have a wrong picture in the head. Wrong picture in the head. Aya, nataka sasa tuingie kwa ufunuo wa neno la Mungu kwa haraka. Mungu akitaka kuinua mtu yeyote yule, he must first of all expose you. Andika hapo sasa. Exposure. Exposure is very important. Sema exposure. Exposure. Exposure ni Kiswahili ya kusema nini? Ni Kizungu ya kusema ku-expose mtu ni kumwanika. Uanikwe kwa mambo ambayo uko unayajua. Uanze kuyajua. By the end of the day, I want you first of all uanze kuchokora roho yako. Yes. Uone vipimo umejiwekea. Na zinafanya hata ukiomba, unaomba mambo ambayo hayaezi yakaleta utukufu wowote ule. Mungu wake ukinipea haki pesa ninunue mabati 20, nitajenga nyumba kubwa kuliko ile ya ndugu yangu yeye alijenga ya 18. Na unangoja Mungu ajibu. Hiyo usiombe, enda utafute. Yes. Mnisikia? Ndio. Basta kanisa isijakuwa ya watu wa Maringo au ndio nataka. Those who know who they are in God. Amen. Umenielewa? Ndio. Ukiomba nyumba ya mabati 20 tu ndugu yako akaona 18, tofauti ni nini? Kama alijenga 18 bila kuomba, wewe inabidi uombe ndio ujenge ya mabati 20. Lakini umeona, umesikia hata ukiomba ni nini ilikuwa ina inform your decision? Ni your brother yenye umeona. So unataka ujenge kama hiyo kubwa kidogo. Yes. Kama umeelewa? Yes. Mungu nipe kama ile ya my brother. Kawe kakubwa kidogo. Picha yenye umeona. Yeah. When God wants to do glorious things in your life, he will always expose you. Atakuexpose kwa mambo mengine ambayo unayajua, na utakuwa na kipindi cha kufunzwa mambo mapya na Mungu. Amen. Mungu anakuweka mahali ambapo utajionea mambo ambayo ita shape your head. Amen. Atakuleta kanisani, akunyime kazi kwanza, akuweke mahali kuna watu ambao wanajua kuvaa. Amen.
So ukiwa pale uanze kujua kuvaa. Atakufanya uwe house help. Kwa nyumba ya mtu ndio ujione what marriage looks like juu wewe hujaiona ndoa ya mama yako, hujaona ndoa ya baba yako. Mungu nitoe kwa hii kazi, anakuambia no. Nataka ukae hapa, I expose you to what marriage looks like. Amen. You have a proper picture in your head. Yes. Sasa hivi kuna kampuni ya ndege. Sawa? Akiosha ndege za watu ndio akajua ndege inakaaga hivi. Nyinyi ndege ikitua pale saa hii au mtanisikia. Kila mtu atatoka. Hii ekenenei. Ikitoka kifereki. Ay. Baba unakuta wa mama wazima hapo. Au mtu alafu shosho yako anatokea anakuambia hizi zinauaga watu. Unatoka unaenda. Hawili gani? Lakini ndio Mungu akuje kumtimizia ahadi ya kumpea kampuni yake ya ndege. Kwanza anampeleka aoshe ndege za watu. Awe exposed, apate picha. Are we together? Yes. Sika unaelewa hii kazi ni Mungu hufanya. Exposure. Mungu anakutengenezea situations kwa maisha za kukuexpose. Amen. Hii ni ujiza mnaomba ikujagi hivyo. Mungu anakuambia umeniomba nini? Umeniomba ndoa mzuri Sasa fanya hivi. Utaajiriwa kwa chairman. Yes. Uende ukae kwake ukue kasichana pale. Uone vile mtu anaweza kaa na bibi yake bila kupigana. Amen. Juu kule umetoka. Amen. Mdomo ilipresiwa na mikono. Mahali pa kuongea ni kugonga. Hallelujah. Nani hapa one time kabla ukuje kuolewa ulikuwa house help na mkono juu? Ina vizuri? Amen. Ina? Thank you. Sasa saa hii the fact that ulikuwa house help inazuia kwako saa hii ukae bomba ya utajiri. Juu kwako hakukai baya. Wewe unaweza host watu kadhaa wakule kwako wiki 2 3 4 na usiwaitishe kitu. Lakini si ulikuwa house help. Ile experience unatumia leo uliitoa kwani nyumbani ama uliitoa kwa hiyo nyumba ulikuwa umeandikwa? Basi. So Mungu akikuingiza kwa house ni picha. Picha ndiye alikuwa anaumba kwa akili yako. Amen. Kuja Daudi. Mungu amenituma nikwambia wewe hata kama ni kijana wa miaka 17 wewe ndio utakuja kuwa mfalme wa Israeli. Kabla uulize maswali, mafuta sasa mafuta ikishakumwagikia hakuna choice. Lakini ona mwenye anataka kuwa mfalme wa Israeli kwa hajulikani. Kitu anajua kwa maisha ni kondoo. Sasa utaongoza watu waje. Nataka muone hiyo mambo kwa Biblia. Ndio. Daudi utaongoza watu waje chairman. How? All you know kondoo and kondoo. Hakuna kitu kingine. Kama ni vita unajua tu ya simba na ya dubu. Tosha. Sasa Mungu anaweza ekelea huyu mtu Israeli mzima. Simuniongeleshe. Mungu ataekelea huyu mtu Israeli mzima. So Mungu anafanya hivi. Anatuma pepo roho chafu inaingia ndani ya Sauli. Sauli anasumbuka, inabidi kutafutwa mcheza kinubi ambaye anaweza tuliza maroho. Amen. Mungu anafanya watafute Daudi. Daudi analetwa, anadhania ni kazi amekuja, amepewa job. Kaa hapo. Ya kuwa anacheza kinubi ndio mapepo yache kupiga Sauli. Kumbe Mungu anataka Daudi aone picha ya nyumba ya mfalme inakaa aje. Amen. Hallelujah. Na kwa mfalme unakaa aje. Amen. Wanakulaga nini? Yes. Juu unaweza kuwa mfalme uanze kuitisha vitu hazieleweki. Juu unanielewa? Ndio. Mfalme leo tunakula nini? Leta chafua. Kuna mandazi sura. Sasa watu wanauliza, wanachunana hapa nyuma wanaulizana. Huyu mfalme wa Mungu alikuwa amefikiria vizuri ama aliitika jina ya mwingine? Juu ya picha iko kwa akili ya huyo mfalme.
ufalme ni picha mbovu. So Daudi hajaiona ufalme na macho. Inabidi Mungu ampeleke kwa nyumba ya Daudi ya Sauli. Akiwa pale akaumba picha ya ufalme unakaa aje. Number 2, Daudi hajaiona malkia kwa maisha yake. Ameona mgani? He has never seen a queen. So Mungu anafanya aoe mtoto wa Sauli ndiye aone wale mabibi ataoa wanafaa kubehave aje. Actually alioa Sumbua. Michal was the last wife wa David. But through her, Daudi alijua what a queen should look like. What a queen should behave like. Ndio set standards za Israel. Amen. Are you getting me? Yes. Hallelujah. Amen. Yaani Mungu ndiye alikubali niolewe na ule mtu mwenye alikuwa na pesa na anipendi, akanitesa tukaachana. Sasa ndio mimi huyu sina ndoa. Ni Mungu. Sasa saa hii ukiolewa unajua tofauti kati ya maisha ya pesa na maisha ya hakuna. Sema picha ya akili. Picha ya akili. Picha ya akili. Asante. Yes. Daudi. Amen. So when David becomes king, say, over 23 years later, he becomes the best king. Alisoma wapi? Kwa Sauli. Number 2, Musa anapewa a very big assignment ya kwenda kuconfront Farao. Picha ya kwenda anapewa assignment ya kubeba Israeli mzima. So Mungu anafanya kaende kaokotwe na mtoto wa Farao, kalelewe kwa Farao. Kakajua Israeli yote vile inakaa yote. Amen. Unanielewa? Yes. After kujua Israeli yote vile inakaa, huyo Farao walilelewa wakiwa brothers na Musa. Huyo Farao mwenyewe walilelewa wakiwa brothers. Yes. Kwa hivyo siku anakuja kumconfront, anaconfront mtu amuogopi. Why? The exposure yenye alipewa kwanza. Amekaa kwa nyumba ya mfalme, ameshajua. Number 3, Joseph. Nitakuja kukuinua, nitakufanya utainamiwa. Lakini ndio ukuje kuinamiwa, kwanza unauzwa Misri. Ndio. Lakini ndio akuje kujua vile atakuwa prime minister. Anaajiriwa kwa Potiphar, mwenye ndiye ni kama prime minister wa wakati huo. So anaajiriwa hapo. Akiendelea kufanya kazi, ule mtu Biblia inasema akamwachia kazi zake zote. So akawa na first hand experience. Kwa nyumba ya prime minister kunakaa hivi, kunaendaka hivi, mtu huongea hivi, mtu huvaa hivi, mtu hufanya hivi, maisha inafaa kuwa hivi. Alafu Mungu anampeleka jela, alafu Mungu anampeleka State House. Hallelujah. Do you know why? Ni ngumu sana kubadilisha uongozi wa nchi. The most exposed people to leadership ni watoto wa wale walikuwa. Wewe utarukaruka huko upiga kelele Rongai, upiga kelele Rongai uzimike kura ipite, alafu hao unasema utaki kuona. Utawaona pale. Why? They are thoroughly exposed. Sio, unanielewa? Wako exposed to hesabu. Hata nikuuliza swali, juu unajichochana sana. Lecturer, ukiwa president leo, utafanya? Unaona inaanza kukusumbua akili. Because kuna experience fulani, picha fulani ambayo you need first of all to be very close na hiyo uongozi ujionee, iunde mambo kwa akili. Senator Sakaja alikuwa nani kabla awe senator? Driver Kibaki. Alikuwa nani? Driver.
alikuwa driver wa President Kibaki, driver. Akiwa hapo ndiye alijua viongozi ukaa hivi. Amen. Akajua wanaongeaga hivi, akaanza kuongea kama wao. Akatafuta kiti, akapewa. Everything he does, anafanyaga mambo yake yote kama Kibaki. Kweli ama uongo? Kweli. Kwa nini? Hiyo ndio picha yenye aliona ikaingia kwa akili. Amen. Paulo wakati ambapo Mungu alimtokea, Yesu akamtokea. After amemtokea, anamweka upofu, anamtuma kwa Anania. Aende aombewe na Anania, akipona anatumwa aende kwa Barnabas. Barnabas anamshika mkono kama mtoto, anamfundisha. So ile picha ambayo Paulo alikuwa nayo ya huduma alifunzwa na Barnabas. Mimi Mungu aliongelesha utumishi, aliongelelea utumishi kwangu kabla sijazaliwa. Lakini hiyo picha sina. So nikakuja Nairobi, Mungu ananipatika enda hapo, enda ukue kanisani. Nikiwa pale, nikakaa na baba yangu wa kiroho. By the time mimi nafikiria ndio naseto, kumbe Roho wa Mungu anasema kila umesoma hapa kimetosha. Henda sasa ukanifanyie kazi. Amen. Umenielewa? Ndio. Nani hapa umeipata 100,000 kupanda? Ndio mkono juu. Umeipata? Kama ulijisaidia na hiyo pesa, mkono ibaki juu. Kama iko kusaidia weka chini. Wale iko wasaidia ndio wengi. Hadi picha yenye iko hapa. Yes. Are we together? Yes. Mungu anataka watu ambao watajitoa katika ukawaida wa mambo ndio waumbe picha mpya kwa akili. Nisomee Romans 12:1 nikienda kumalizia. Rumi 12:1. Kwa hiyo ndugu zangu, maadamu Mungu ni mwenye huruma nyingi, na wasihi kwa moyo wote, mtoleeni Mungu verse 2. Verse 2 inasema, msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikira zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo njema. Thank you. Amen. Sema kubadilishwa mawazo. Mungu akitaka kukubariki, chairman, ataanza na kubadilisha mawazo. Amen. Ndio mawazo yako iweze kucontain ile picha yenye Mungu anataka yani yale mambo Mungu anataka kufanya. Sorry. Do you know why? Kabla Mungu akufanyie kitu anakuonyesha maono. Umeijiuliza kwa nini kabla Mungu akufanyie kitu anakuonyesha maono? Inakuwa ni kwa nini? Kabla Mungu akupe ndoa anakuonyesha maono ya harusi, kitu kama mbona ni tushipu akili kwanza ikubaliane. Amen. Na kiliana na yeye in prayer. Mungu asante kwa sababu umenionyesha naweza fanya harusi. Yes. Unaanza kuiombea. Amen. Tulishaingia kwa mawazo. Yes. But most of us kwa akili hakuna kitu. Sorry kusema hivyo. Sisi ni werevu, lakini maono ya maisha wengi hakuna. Ndio leo mtu akaja kuambia nikupe pesa ya biashara, utamwambia nipe 5k. Sababu maono yenye uko nayo ni kidogo. Na hiyo nikwambie si unyenyekevu, ni kujipimia, umejipimia vibaya. Haleluya. Amen. Niliuliza kitu mkacheka another day. Lakini acha niulize tena. Nani uko hapa wakati ulienda kwa hoteli? Ama ukienda kwa hoteli, kitu ya kwanza unaangaliaga ni bei, si chakula. Inua mkono juu. Inua tu tushonole shetani. Kitu ya kwanza unaangaliaga ni bei. Kwa hivyo unaangalia unaona 400, 300, 200, 400, 40, 30, hata ni nini? So ukipata kwa dhate unakuja hivi. Leo unakuta mandazi.
unatafuta chai, unatafuta ni gani ya 10, unakuja hivyo. Hiyo mawazo si Mungu amekupimia. Nakwambia leo si Mungu anakuwa amekupimia. You make your own decision with your own head. Are we together? Yes. Kuna pastor mmoja akaitwa na rafiki yake, kama sasa tuwe tunahubiri na pastor mmoja hapa aende ng'ambo alafu akuje aniite. Sasa akalipiwa ndege kutoka hapa JKIA. Alikuwa anaenda UK. Kupanda ndege akaingia hata fare ya kwenda airport yenyewe ni kuchangisha. Wakati alikaa kwa ndege akaenda, mtu wa chakula akikuja anamuuliza, "What can we serve you, sir?" So, I'm okay. Sasa wakati walikaribia ndio yule madam akakuja akamuuliza, "Sir, I've come to you severally. Nikikuuliza utakula nini? Na umeniambia hapana. Na kila kitu ni free. Si ungenunua, si ungekula hata kitu. Ana ni free." Leta hiyo likiwa imeletea huyu na ikaambia, "Tighten your seat belt. Landing ina short wire." Sasa naambia, "Oi, hatuwezi kukuwekea chakula ndege ikiwa inatua." Bas. Naweza beba. Ni nini ilikuwa inamsumbua? Akili ni kidogo. Ikiwa ujui niko na 200, utasettle for hiyo 100 umeona. Ukijua niko na 500, roho yako itataka 500. You must see things for you to begin to want them. I'm sending you out today. Kitu ya kwanza, solution number 1. Toka kwa environment yenye huko. Lipa fare, ambia mwenzako lipa fare. Enda Nairobi. Asubuhi na utembee. Ndio pesa. Hata usibebe pesa, beba fare ya kurudi. Please expose your head to something new. Tembea. Yes. Hii ni duka ya ingia. You will not be arrested. Yes. Basta hizi ya kiroho sawa. Enda uingie, hakuna mtu atakushika. Ingia, pima nguo, doa, rudisha, mwambie nitarudi tena. Enda. Jione ukiwa kwa suti utakaa aje. See that picture in your head. Sasa ukirudi kuomba, you can begin to pray something that is in your head. How else will you begin to desire? Na Biblia inasema, the Lord will fulfill the desires of your heart. Sio unanielewa? Ingia gari. Mimi nimekataa hii mentality ya shosho. Hii mentality ya nyumbani hii mpaka unafanya Ukristo ikae kitu mbaya. Wakristo ndio wale watu wanao kuru. Hakuna kitu wanajua. Hapa hakuna mambo na Mungu na shetani, ni wewe na uamuzi. Ambia mwenzako leo naamua. Sasa pastor, nitaenda aje bila pesa? Roho Mungu aliniambia pastor, I finance vision. Amen. Ndio unaelewa? Amen. I finance vision. If you have no vision, stop praying. Sitisha. Kama una maono, ni bank gani utaenda ili uambie leta pesa ngapi? Milioni ngapi hivi za nitafikiria wewe nipe. Nani atakupea? Lakini watakuuliza tukikupea utafanya, leta proposal. Pesa ndio hii imejaa. Hata kwanza kufanya madharau, ukiendelea kuongea wanaingiza pesa na watu na mabunduki hapo zinaingia. Hizi pesa zile naishi kutafuta kwa dunia ndizo hizi unaziona. Kwa hivyo ziko, lakini watakupea after umeprove uko na maono. Are you together? Yes. Nani wanataka kujenga nyumba ya aina gani? Mungu anataka nyumba. Nakwambia utaomba hiyo maombi mpaka ujikute uko 90. Mungu anataka kujenga nyumba. Nyumba hata ya nyasi ni nyumba. Hata ya ng'ombe ni nyumba. So unataka
sawa? Ndio. Mungu nataka nyumba, na hii nyumba nataka iwe hivi na hivi na hivi. Basi hiyo achia Mungu. Sasa utaanza kuandaliwa na financial provision italetwa kulingana na hiyo picha umepeana. Are we together? Yes. Ukitaka kujiexpose kwa maisha, please anza kujitoa kwa hiyo kapicha umechorewa. Yes. Toka nje kabisa. Amen. Expose your head. I don't know if you're getting me. Yes. Expose My head. toa kichwa yako hapo uliwekwa kwa gunia ya nyumbani. Toa kabisa. Please. Mimi najua naongea na watu hawana saa hii. Hatuna sawa. Lakini nimekwambia the reason wengi hatuna ni hiyo maono ndio hakuna. Ukianza kuwa na maono, roho yako huanza kutamani. Hiyo kutamani inakufanya restless. Inafanya uanze kufunga na kuomba. Sasa Mungu anaona moyo wako, anakutimizia. Lakini ikiwa hakuna picha uko nayo, biashara tu, saa hii nikiitishia watu biashara, Mungu nipe tu yoyote. Nini inaitwa yoyote? Kazi gani inaitwa yoyote? Siuliza huyo. Nani alikuta mtu ameajiriwa kwa yoyote? Gani? Yoyote ni gani? Mbona atijua una kazi hata kuoga uoki? Mbona jua una kazi hata ushati uwezi taki? Why? Are we together? Yes. Nani alisema single room iwezi oshwa? Siku nitapata nyumba kubwa, takuwa safi ile hujaiona. My friend, kama hii inanuka, ile itanuka zaidi. Atumia moya. Mko hapa? Ukiwa mchafu, ukiwa una pesa, hata usipate, utakuwa mchafu. Iko hivyo. Alafu mnaenda umeweka biashara. Jasho inatiririka ni ya black na wewe mweupe. Weave imekaa kwa kichwa. Wiki ngapi? Hadi 3. Leo ule. Unataka kuniambia ni umaskini imefanya? Ni kukosa kazi imefanya? Ongea wewe. Ni nini imekosekana? Hapa iko na shida. Yes. Nakwambia hata kama shati ni moja, utaifua, utaipiga pasi, utaivaa. Ukitokea haijaandikwa maskini, itaandikwa mahali. Onyesha Mungu kwamba ni yeye amechelewa. Sio, unanielewa? Ndio. Onyesheni Mungu kwamba you are so ready. Ni yeye mnangojea. Chama, tuonyeshe Mungu we are so ready. So ready. Tunakungojea, lakini ikiwa saa hii unaomba ndoa, hata kuoga ni shida. Kufua nguo wewe ufuagi. Kwanza ukikuta dada anarudia nguo. Oh, pastor msomo nayo. Iko hivyo, nawajua sana. Hebu geukia mzako muulize, wewe unarudia nguo? Tuko na hii maneno ni ya kiroho. Ukijiachilia tu hivi na wewe, nani atakuchukua serious? As a man thinketh in his heart, so is he. Vile unafikiria vile tu unajibeba. Wewe ukijibeba utoto, unabeba utoto. Haya, Israeli wakati walifika kuingia nchi ya Kanaani, Mungu aliongea, hiyo ni Numbers 13. Akaongea na Musa, akamwambia Musa, ongea na Israeli, chagua watu 12 waende waone kule na wapeleka, wakuja wawaambie. Mbona Mungu anasema waende waone? Waende waone, wapate picha ya kule Mungu anataka kuwapeleka.